Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na nikukumbushe tu mpendwa msikilizaji ya kwamba tupo katika robo ya pili ya mwaka 2025, vidokezo, tamathali za semi, ishara. Na leo ikiwa ni katika somo la 12, watangulizi. Ungana nasi ili kuweza kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na watangulizi. Sasa kabla sijasonga sana, mimi jina langu ni Fanuel Tan, lakini leo katika kipindi chetu hiki cha mwongozo tutakuwa naye mchungaji James Didas. Karibu sana. Hata juma iliyopita pia tulikuwa naye. Karibu sana mchungaji James, lakini pia tutakuwa naye mchungaji Robert Tuvako. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikuombe sasa mchungaji James Didas uweze kutupatia ombi la ufunguzi, kisha tuweze kwenda katika somo letu moja kwa moja. Karibu sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunalihimidi na kulitukuza jina lako tena. Asante kwa wema na rehema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa namna ya pekee kwa kutupatia fursa nyingine ya kulichunguza neno lako. Amina. Tuongoze, Roho wako aliye mwalimu mwema akae nasi. Msikilizaji pamoja na mtazamaji tupate kukuelewa ili tuokolewe. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Amen. Ninashukuru sana. Baada ya ombi hilo, sasa twende moja kwa moja mpendwa msikilizaji katika somo letu. Lakini kabla ya kwenda katika somo la 12, mchungaji Tuvako, nilitamani utupitishe japo kwa ufupi tuangalie hasa kile ambacho tulikisoma na kukijadili hasa katika somo lile la 11. Kumbushe. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, namtukuza Bwana kwamba tulikuwa na somo zuri sana. Naam. Somo la 11 lilituelekeza kutafakari juu ya namna ambavyo Mungu anashughulika na watu wake kupitia kwa wanawake. Ndio. Iligusa jinsi ambavyo licha ya mtiririko wa majina ya wanawake waliotajwa, hasa waliokuwa tangu Hawa mpaka wakati wa Agano Jipya, lakini wawili hasa ndio waliokuwa watu tuliowaangalia kwa karibu. Ndio. Mmoja ni Ruthu, mwingine ni Esther. Ruthu tulimuona kama mjane ambaye ni Moabi, ambaye aliongoza katika namna ya pekee ya tabia ya unyenyekevu na kujisalimisha kwa Mungu, na ikiashiria kwamba kama Moabi alijisalimisha kwa Mungu na Mungu akamuingiza katika ukoo wa Masihi. Mungu hana ubaguzi. Na vivyo hivyo tukaona jinsi alivyobariki katika hilo. Lakini la pili tukaliona hilo katika kitabu cha Esther. Ndio. Ambapo sasa shujaa wa kitabu cha Esther ni yatima, yule binti Esther, na tukaona jinsi ambavyo tofauti na kitabu cha Ruthu, kitabu cha Esther kina pambano. Ndio. Pambano ambalo lilionekana likifika mwisho Mungu akishindia watu wake, ikiwa ni ishara, dokezo na ishara kwamba watu wa Mungu kabla ya Kristo kuja mara ya pili kutakuwa na pambano kuu. Na Mungu kupitia kwa Kristo atashindia watu wake. Asante sana mchungaji Tuvako kutukumbusha japo kwa ufupi kile ambacho tulikiangazia katika somo la 11. Mchungaji Didas, Naam. juma hili tena ni katika somo la 12, watangulizi. Tutazamie kitu gani? Hebu tupatie japo kwa ufupi katika somo hili la 12, watangulizi. Karibu sana mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Tuna somo zuri la 12 linalosema watangulizi. Na somo hili tutajikita hasa katika kuchunguza maisha ya watu pamoja na matukio yaliyokuwa yamezunguka maisha yao. Kutupatia ishara ya matukio ambayo tunayatarajia katika siku za mwisho kwa undani zaidi. Tutachunguza masimulizi juu ya vijana watatu wa Kiebrania. Ndio. Shadrach, Meshach pamoja na Abednego. Masimulizi haya yana madokezo kuhusu masuala ambayo yanazungumzwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13. Lakini pia tutapata uzoefu kidogo wa waumini wa Kristo wa kanisa la Agano Jipya, kanisa la awali. Uzoefu wao utatusaidia kuelewa kile ambacho tunaweza kutarajia kati ya sasa na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na mifano yote hii inajikita katika kutuelekeza juu ya swala la ujasiri
na kutupatia funguo zinazoweza kutusaidia kupata amani ya moyo katikati ya hali ngumu. Ndio. Yesu Kristo akiwa duniani kwenye utume wake mara nyingi aliwahimiza watu wake kutokuogopa. Na wakati mwingine aliwauliza wanafunzi wake, kwa nini mnafadhaika? Hata hotuba yake ile mashuhuri wakati anakaribia kuondoka anawaambia, msifadhaike. Ninakwenda kuandalia mahali, nitakuja kuwachukua. Kwa hiyo msiwe na shaka. Hii inatupa picha kwamba pamoja na kwamba tunatarajia nyakati za mwisho zitakuwa rahisi sana, maisha magumu kwa watu wa Mungu, lakini hatupaswi kutazama matukio haya kwa hofu, bali kwa ujasiri. Ndilo fungu letu la kukariri linatuambia. Paulo anapomwandikia Timotheo waraka wa pili sura ya 1 fungu la 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi kwa juma hili. Asante sana mchungaji Didas kuweza kutupatia mwanga wa kile ambacho tutakiangazia katika somo la 12. Mchungaji Tuvako, hebu tugeuzie macho historia. Na je, historia ina sehemu gani katika ujumbe wa kinabii ambapo uliomo katika neno la Mungu? Historia ina sehemu gani? Karibu sana mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Ninapoenda kulijibu hili swali nimeguswa na jinsi ambavyo mchungaji Didas amekariri fungu la kukariri. Amina. Nakumbuka wakati mwingine tumekuwa tukishindwa. Ndio. Lakini ni jambo muhimu sana kushikilia hilo. Na ninapozungumzia historia, ambalo ni moja ya mambo tunayotazama katika somo la leo juma hili, tunaona mambo yafuatayo. Unajua, inanikumbusha mjadala wakati tukiwa shule ya sekondari. Kulikuwa na mijadala ya, nitumie lugha ya kigeni kidogo, asema what is better, arts or science? Yaani kipi bora? Sanaa tunaweza kusema, au masomo ya sanaa au masomo ya sayansi. Na kulikuwa na wanaopinga na wanaounga. Na kulikuwa na mijadala mikubwa kidogo hapo kutafuta nani ambao ni bora kuliko wengine. Unapouliza swali juu ya historia kulingana na hoja yetu ya msingi ya unabii katika Biblia, unanifanya ni sisitiziwe kulingana na neno la Mungu ukweli huu, ya kwamba kwa hakika huwezi ukajifunza unabii bila historia. Huwezi. Na hivyo mojawapo ya unabii wenye nguvu zaidi katika maandiko ni huu wa Daniel sura ya 2. Unabii wa Daniel sura ya 2 unavyotiririka. Ni kweli kwamba tunaweza tusisome sasa hivi kila fungu, lakini unataja juu ya sehemu 5 za msingi sana ambazo ni za falme au himaya zilizokuja katika unabii ambao Mungu alimuonesha Nebukadneza. Ndio. Unajua mwenyekiti, kuna mambo mengi ambayo wakati tunapoyasoma tunapenda kufikia ule mwisho tukasahau namna ambavyo mlango wa kuyaingizia ulikuwa sio wa kawaida. Ya kwamba kumbe unabii unavyoonekana kwenye Danieli sura ya 2 au kupitia kwa Danieli, ulipitia kwa mfalme mpagani. Danieli anaingia kama anayekuja kumsaidia. Ndio. Kwamba hii shughuli uliyoipokea wewe huimudu, lakini ni wewe uliyeipokea. Na hivyo kwa namna ya pekee tunapoona Bwana anapompatia Daniel ufafanuzi wa ule unabii wa lile sanamu, falme zile, sehemu zile kuu 5, Babeli, Umedi na Uajemi, Uyunani, Rumi, kisha mgawanyiko wa zile tawala 10 na kama ambavyo zinachanganyika chuma na udongo. Mungu anatamka bayana jinsi ambavyo ule unabii unadhihirika, jinsi ambavyo hawataweza kuungana. Hakuna namna wataweza tena kuwa kama ambavyo walifikiri wanaweza kuwa. Na hivyo ninaguswa na jinsi ambavyo mwongozo wetu tunatuongoza kuona mfano mmoja wapo ambao ni wa pekee sana. Utawala wa Uingereza wa kifalme hadi kufikia mwaka 1917 ulikuwa haujaitwa jina ambalo kwa sasa ni jina maarufu sana, The House of Windsor. Ndio.
The House of Windsor au nyumba ya Windsor ni jina la Kiingereza, lakini hawa watawala kumbe wengi kama historia inavyoonyesha wafalme wa hii dola ya Kiingereza asili yao ni Ujerumani. Lakini kwa sababu ya kuoana huko na kuchanganyana walifikiri kwamba watakuwa na umoja mzuri sana. Lakini ilipofika wakati wa ile vita kuu Uingereza na Ujerumani havingeweza kuwa pamoja, walikuwa wanapambana. Na hivyo baada ya vita hiyo wakahama kutoka kwa jina la awali ambalo walikuwa wanaitwa Saxe-Coburg-Gotha. Ilikuwa jina la Kijerumani. Ndio. Wakalikataa kabisa. Sasa wanaitwa the House of Windsor, yani nyumba ya Windsor. Hawatachangamana hata waoane, kwa sababu ndio unabii unaonyesha hivyo. Tutaona mengi katika mtiririko leo, lakini nimalizie kwa hili mwenyekiti. Mara jaribu lilipoletwa wakati wa kutafuta maana ya unabii wa Danieli 2, sehemu kuu ya historia ikadhihirishwa. Inadhihirishwa na mtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwa wakati wake. Angalie pia ukurasa wa 156 na 157. Ninajua wengi wana mwongozo wa kujifunza Biblia na kuona jinsi ambavyo kama ambavyo Nebukadneza anaonesha kwamba anachukua vitu kutoka Yerusalemu kwenda Shinari, ni picha ile ile iliyoonekana wakati wa Mwanzo 11 kutafuta namna ya kupambana dhidi ya Mungu wa kweli. Na hiyo nafsi inashindwa. Sababu ya ndoto kumjia Nebukadneza ni kwamba Mungu alitaka Nebukadneza aone uovu wa mawazo ya moyo wake. Na hivyo afundishwe kunyenyekea. Ingetosha kwake, lakini tutaona zaidi baadaye. Asante sana mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo. Mchungaji Didas, ukiunga hapo ambapo amezungumza mchungaji Tuvako, hebu tuzungumzie pia kiburi cha Nebukadneza kilisababisha fundisho gani hasa kwake mwenyewe, lakini pia na pia kupitia kwa wale vijana watatu wa Ebrania wale. Fundisho gani ambalo tunaliona hapa? Karibu sana mchungaji Didas. Naam, asante sana mwenyekiti. Ndio. Pastor Tuvako ametuwekea msingi mzuri wa kile tunachokiona hasa katika hili swali. Nebukadneza, kama ilivyo kwetu sisi, tunaonekana kana kwamba tuna ugonjwa wa kiroho wa kusahau upesi sana. Kile ambacho Mungu amemfunulia kupitia kwa Danieli kwa habari ya ndoto yake ilitosha kumfanya kuwa mnyenyekevu na kujisalimisha kwa Mungu. Lakini alisahau upesi sana. Alionekana kwamba anakiri kuwa mcha Mungu kwa muda mfupi. Uaminifu wake kwa Mungu na kwa Danieli, ukisoma Danieli sura ya 2 fungu la 46 kwenda 48, unaona hata alivyoanguka hivi mfalme mkubwa kiasi kile kushuka miguuni mwa huyu mtumwa Mwebrania na kumsujudia na kumsifu Mungu wake kwamba ni Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme anayefunua siri. Kukiri kwake huku kulikuwa kunadhihirisha kwamba mambo yote ambayo amefunuliwa ni ya kweli na alipaswa kuishi hivyo. Lakini muda mfupi baadaye anatengeneza sanamu, sura ya 3 sasa. Anatengeneza sanamu kubwa, urefu dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6. Sanamu kubwa, lakini sasa ni ya dhahabu tupu. Lakini kule alielekezwa kwamba sanamu hii itakuwa na kichwa ni dhahabu, kifua na mikono ni fedha, tumbo na kiuno ni shaba, miguu ni ya chuma na nyayo ni mchanganyiko chuma na udongo. Lakini sasa ametengeneza sanamu ya dhahabu tupu. Ujumbe gani hapa? Kwamba Babeli haitaanguka kamwe. Na yeye Nebukadneza atatawala daima. Na mtu awaye yote atakayepinga, ina maana anataka kufa. Ndicho ambacho Nebukadneza anafanya hapa. Na huu ni ukumbusho wenye nguvu kwamba tamaa yetu ya kibinadamu ya kutaka kutawala binafsi inaweza kutupofusha ili tusione ukweli kuhusu jinsi pambano kuu linavyoweza kutokea bila shaka. Na hapa Nebukadneza anaonesha sifa kama za shetani, za Lucifer.
Lucifer ambaye anaelezwa kwenye kitabu cha Ezekieli na Isaya kwamba alikuwa ni mtu mwenye tamaa, Ndio. mtu ambaye alipenda kujikweza nafsi, mtu ambaye alikuwa na roho wa madaraka, aliyekuwa anajiona bora kuliko wengine, lakini alikuwa na sifa ya kuwa na kiburi. Nebukadneza alionyesha hizi sifa za Lucifer ambazo japo baadaye yeye katika sura ya 4 alikuja kuongoka na kumkiri Mungu wa kweli, lakini hapa alionyesha sifa ya kiburi. Na kiburi, wakati mwingine tunapofika kwenye kilele cha ubora, cheo fulani, unaweza kuhubiri vizuri, unaweza kuwa mwimbaji mzuri, una familia iliyositawi, mali na elimu na vitu kama hivyo, vinafanya tuwe na kiburi na majivuno ambavyo vinatupeleka sana kwenye maangamivu yanayotokana na kuasi sheria iliyo wazi kabisa, sheria ya Mungu, kama alivyokuwa kwa Lucifer na kwa Nebukadneza. Somo ambalo alipaswa kujifunza kwenye sura ya 2 tu, alijifunza kwa njia ndefu hata kwenda porini. Ndio baadaye akanyenyekezwa na baadaye anatubu, na inaelekea tutamuona Nebukadneza mbinguni katika ufalme huu ambao mwanzo alikuwa amepambana nao sana kukubali. Lakini ninaona vijana hawa watatu wa Kiebrania ndio wanatufundisha mambo mazuri. Ninampendekezea msikilizaji na mtazamaji soma angalau sura ya 3 katika lile fungu la kwanza angalau mpaka fungu la kitabu chote cha sura ya 10 na sura ya 3 ya kitabu cha Danieli ina maelezo mazuri ya kile kilichotokea kwa hao vijana. Anasimamisha ile sanamu ya dhahabu na anaalika watu wakubwa wote wa Babeli waje. Amri inawekwa, utakaposikia sauti ya panda na filimbi na zeze na zomari na santuri na aina zote za ngoma, hawa maamiri na maliwali na manaibu, wakuu wa wilaya, hawa wahasibu na mawakili wote waliokusanyika kwenye uwanda wa Dura, ni kuanguka na kuabudu sanamu. Sipoabudu ni kuangamizwa. Moto tayari umewekwa ambao unawaka kwa ukali wake. Lakini baadaye habari inamfikia mfalme kwamba kuna vijana watatu wa Kiebrania ambao hawakuisujudia sanamu yake. Ndio. Kwa ghadhabu anawaita na anasemeshana nao na anawapa nafasi ya pili. Dhambi wakati mwingine itakupa fursa ya kupata maridhiano kama unaweza kufanya kinyume. Lakini vijana walisimama imara. Wanatufundisha kitu kimoja cha muhimu, kwamba hofu haiwezi kuwa motisha chanya inayotuongoza kwenye ibada. Ibada ya kweli haitokani na hofu. Ya hatumwabudu Mungu kwa sababu tunamuogopa, lakini tunamwabudu kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu aliyetukuka sana na baba rafiki anayetafuta uhusiano nasi. Na wito wake kwetu ni kwamba tuwe watakatifu kama yeye. Tunapomwabudu tuna uhusiano ambao hautokani na hofu. Wengine wanamwabudu Mungu kwa sababu wanaogopa kwenda jehanamu. Hiyo sio motisha ya kumwabudu Mungu. Hata kitabu kile cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 7 inayosema fear God, mche Mungu, neno lile halitupeleki kwenye hofu ya kumuogopa, bali kumpa heshima na kicho, kumwabudu kwa unyenyekevu wote anaostahili kama Mungu. Lakini pia vijana hao wanatukumbusha kwamba tunamwabudu Mungu sio kwa kile anachoweza kutenda tu. Tunamwabudu yeye ni Mungu anastahili ibada hata wakati amenyamaza hajatenda. Na wakati mwingine kunyamaza kwake huko kuna sababu tu nzuri, sio kwa sababu hajali, kama tulivyoona somo lililopita. Nasema wakati mwingine mambo fulani yanapotokea tunadhani Mungu hajali, haoni, hajihusishi nasi. Yeye ni Mungu. Kwa hiyo waliamua, wanamwambia mfalme, hatutakujibu katika hili, hatuna sababu hiyo. Mungu wetu atatuokoa. Na hata akiacha kutuokoa, bado hatutasujudia sanamu yako. Hii ni spiritual boldness, ujasiri wa kiroho, ile ambao hatujapewa roho ya uoga. Roho ya ujasiri wanadhihirisha hawa vijana. Roho ya unyenyekevu na ya ibada kwa Mungu inayosimama kinyume cha Nebukadneza na kiburi chake na kutaka kujitukuza nafsi vijana hao. Lakini mwisho wa kisa hiki kinavutia sana kwamba Mungu aliwaokoa kwa muujiza. Nebukadneza baadaye anaona watu 4 walitupwa, 3 wakiwa wamefungwa, wako loose, kamba zile zilizowafunga ndo zimeungua, na hata wale majemedari waliowatupa wamekufa, ila wao wako hai. Yesu mwenyewe, maana yeye Nebukadneza na kile Bwana ninayemuona ni kama mwana wa miungu, ni Yesu Kristo. Yeye ni omnipresent, yani yuko pote, wakati wote yupo. Tayari alikuwa kwenye moto anawasubiri, wanatembea pale, wanazungumza na mfalme. Anaona kitu cha ajabu. Inatufundisha kwamba pia wakati mwingine shetani anaweza kuweka stage, anaweka jukwaa kwa ajili yake, lakini Mungu anachukua jukwaa
isipokuwa hilo analitumia kwa ajili ya kujitukuza mwenyewe. Vijana hao wanatoka na mfalme anawapandisha na kuweka amri kwamba Mungu anayestahili kuabudiwa ni Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Kwa hiyo hicho kwa ufupi tunaweza kujifunza juu ya kiburi chake, lakini alivyonyenyekezwa, na hata hivyo Mungu alivyowapigania vijana na kuwaokoa katika hatari hii ambayo ilikuwa mbele yao, kwa sababu walisimama imara kumheshimu Mungu na amri zake. Amri ya kwanza na ya pili walikuwa wanajua hata hivyo. Mimi ni Mungu, usiwe na miungu mingine, wasijifanyie sanamu ya kuchonga, na walisimama katika hiyo kweli. Na ninashukuru sana mchungaji Didas alipokuwa akieleza Nebukadneza na wale vijana watatu waliotupwa kwenye ile tanuru la moto lile. Mimi kwangu nilikuwa naona kama ndio runinga ya kwanza kuonekana. Runinga ya kwanza. Na mchungaji Tuvako, kabla ya kwenda mapumziko, hebu kidogo utueleze jambo hili ambalo tayari mchungaji Didas alikuwa ameanza kulieleza. Naweza tukaanza kulidodosa kidogo kuhusiana na hoja ya ibada. Inaonekanaje kwa kilele cha pambano kuu katika Agano Jipya kulingana na somo letu pia hili la juma hili, hoja hii ya ibada. Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Unajua nimebarikiwa pia jinsi ambavyo mchungaji Didas amelieleza ili tukio la Daniel sura ya 3 na linavyodokeza juu ya wakati unaokuja. Na ndio na napendekeza kwa mpenzi mtazamaji na msikilizaji akumbuke neno hili ya kwamba hatukupewa unabii ndio ili ututishe, lakini tumepewa ili utuandae. Amen. It was never given. Hatukupewa ili ututishe, lakini ili utuandae. Sasa ukizingatia hilo, unapouliza juu ya hoja ya ibada katika wakati huo wa mwisho, na kwa namna ambavyo inakuja kuonekana kwa uzuri sana, nione kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na tunaweza tukaangalia mambo machache pale. Sura ya 13 nisome aya ya 11 hadi ya 17 kwa namna ambayo naamini ya kwamba tunaweza kufuatana pamoja. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye wakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasioisujudia sanamu ya mnyama wawawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, anasema, au katika vipaji vya nyuso zao. Aya ya 17 anasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Mwenyekiti, mambo mawili matatu yanajitokeza katika aya hizi. La kwanza, tunamwona huyu anayeitwa mnyama kwenye aya ya 11, ikiwa kulingana hata na Danieli sura ya 7 na ya 8, mnyama akiwa ni ishara inayowakilisha utawala, ufalme. Okay? Danieli 7 ilikuwa ikitirisha wanyama kwa namna ile ambayo inafafanua Danieli 2. Lakini sasa kwenye Danieli 7 ni kwa namna ya wanyama. Danieli 2 ilikuwa ile sanamu na sehemu zile ambazo zilikuwa zinawakilisha falme vivyo hivyo. Sasa mnyama huyu, ufalme huu au utawala huu unaotajwa kwenye sura ya 13 ya Ufunuo aya ya 11 na kuendelea, nasema huyu anatokea katika nchi. Ina maana gani? Anatokea bahari au maji yanawakilisha watu wengi. Lakini katika nchi inamaanisha mahali pakavu, inamaanisha mahali ambapo hakuna watu. Na hivyo katika mazingira ya kawaida
ukiangalia ujumbe wa aya ya 11, ufalme au utawala au serikali inayoibuka katika eneo ambalo halina watu. Hakuna taifa kubwa duniani lolote lililoibuka kutoka katika eneo ambalo halikuwa na watu, isipokuwa taifa la Marekani. Na hivyo kutokea kwenye ufunguo huo, unaona kwa nini unabii wa sehemu hii unaweza ukaeleweka. Na nasema katika mnyama huyo anapoonekana anakuwa na pembe mbili na mfano wa mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Kama mwana kondoo mpole. Kama mwana kondoo ananena kama namna fulani ya mwana kondoo. Mwenyekiti, ni rahisi sana. Mwana kondoo, hata ungeenda Yohana sura ya 1 ukasikiliza Yohana Mbatizaji akisema tazama mwana kondoo wa Mungu. Yaani ananena kama mwana kondoo, ikimaanisha ananena kama Kristo. Ananena kama Kristo, ikimaanisha kwamba ana taswira hiyo. Nitatulia hapo kidogo, lakini nadhani tutaendelea kidogo katika kuliangalia hili mtiririko huo aya 11 hadi 17 unavyomdhihirisha katika hoja hii ya ibada huyu mnyama. Ni kushukuru sana Mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo kuhusiana na hoja ya ibada. Baada ya mapumziko, mpendwa msikilizaji, Mchungaji Tuvako ataendelea tena na kuhusiana na hiyo hoja ya ibada. Naona kuna vitu hapo bado hujavimaliza hapo. Sasa mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda na mapumziko mafupi. Endelea kubaki nasi, tutarejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu ametubariki sana katika nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na kiwanda chetu cha uchapishaji kikiitwa Ufunuo Publishing House, ambacho kiko hapa Morogoro. Ni kiwanda cha pekee mahali machapisho yanakotokea ama yanakofanywa, na watu wengi hawajajua bado Kiswahili kizuri kinapatikana Tanzania, na hivyo machapisho yanayochapishwa katika kiwanda kilichoko Tanzania ni machapisho mazuri na ya pekee ambayo yanaweza yakawabariki. Na kwa sababu hiyo kunaonekana kunahitajika mashine kubwa na jengo kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na ongezeko la washiriki au waumini katika kanisa. Kama anavyosema katika Danieli, wale wanaofanya kazi ya kuandaa wengi kwa ajili ya ufalme wa Mungu watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini zaidi ya hapo, uzima wa milele ni wako, lakini na yule atakayefikiwa na huduma kutoka katika nyumba ya uchapishaji ya Ufunuo. Pamoja na mashine hizi 32 ambazo tunazo kwa sasa, lakini imefikia hatua sasa inaonyesha kabisa ya kwamba tunahitaji kuweza kupiga hatua tokea hapa tulipo kwenda hatua nyingine ya kisasa zaidi. Hivi karibuni kamati husika zimepitisha kujenga jengo kubwa zuri ambalo litakuwa kwa utukufu wa Bwana, kuhakikisha kwamba machapisho yanachapishwa katika kiwanda chetu cha Ufunuo. Tarehe iliyokusudiwa kuhitimisha zoezi hili ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2025. Wakati ni sasa. Tafadhali changia sadaka yako kupitia Tigo namba ama Mixx by Yasi kwa nambari 15218385 au changia kupitia CRDB Benki kwa akaunti namba 01J1077253500 au NBC Bank 0261387879 pamoja na NMB Benki kwa akaunti namba 22110036. Jina ni Ufunuo Publishing House. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kabla ya kwenda mapumziko, Mchungaji Tuvako alikuwa akieleza kuhusiana na ile hoja ya ibada inaonekanaje kwa kilele cha pambano. Karibu Mchungaji Tuvako ili uweze kuendelea. Nakushukuru mwenyekiti. Na tumeangalia ile aya 11 inazungumzia huyu mnyama ambaye anapanda kutoka katika nchi, na kwa namna hiyo ikiwakilisha taifa pekee la Marekani ambalo liliibuka katika maeneo ambayo yalikuwa ni kisiwa, ni mahali ambapo hapakuwa na watu. Na halafu anaonekana akiwa na pembe mbili mfano mwana kondoo, lakini ananena kama joka. Joka anatajwa akiwakilisha yule kama kuanzia Mwanzo sura ya 3. Ibilisi alinena kupitia kwa joka. Na hivyo joka anawakilisha
Ibilisi. Na ni lugha ni ngumu, lakini ndivyo Biblia inavyoiweka. Ndio. Na sio tafsiri ya mtu, maana maandiko matakatifu yanajipa ufunguo yenyewe. Na kwa namna hiyo anatajwa hapo kwamba anatumia uwezo, aya ya 12, wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Mwenyekiti, nachukua muda kidogo tu katika hili kwa sababu ni muhimu sana. Na hata sihitaji kwenda sana kwenye aya zingine ambazo zitakuwa zinaeleza kwa undani zaidi. Ninamtia moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji atazisoma kama tutakavyopendekeza. Lakini hapa kwenye aya 12 anasema huyu anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza aliye mbele yake, ambaye anatajwa kuanzia aya ya kwanza kwenye sura hii ya 13. Mnyama aliyetoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na kwa haraka niende aya ya pili pale, anasema huyu mnyama alikuwa na kinywa chake kama kinywa cha simba, na yule joka akampa nguvu zake. Na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Na hivyo unaona aya ya 3 inasema huyu mnyama wa kwanza huyu akatiwa jeraha. Ndio. Utaona tena huku mbele anasema huyu mnyama anasema kwenye aya ya 12 anapewa uwezo na mnyama yule wa kwanza, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Hivyo huku mwanzo yule mnyama ametiwa jeraha, lakini baadaye kwenye aya ya 3 anasema jeraha lake, lakini baada ya mauti jeraha lake la mauti likapona. Na hivyo kumbe unaona uhusiano wa moja kwa moja wa huyu mnyama anavyohusianishwa na mnyama yule wa kwanza. Na baada ya kuhusianishwa na yule mnyama wa kwanza, anatenda kulingana na matashi ya yule mnyama wa kwanza. Lakini nimalizie sasa kwa hili. Anawakosesha. Ni aya ya 14. Anawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile. Alafu aya ya 14 anapopewa kutia pumzi, akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hao kuwafanya. Yani ni kulazimisha, kusukuma hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wawawe. Ndio. Ni kweli kwamba leo hatujadili kwa undani juu ya alama ya huyo mnyama, lakini tunaona kinachopelekea katika mazingira yanayosababisha ibada isiyo ya Mungu. Na hivyo ndio maana nimependekeza kwamba mpenzi mtazamaji asome kwa undani pia Ufunuo 14 aya ya 9, ya 11 na ya 12 inavyoeleza matokeo ya ibada hiyo ambayo sio ya Mungu, ni ya kuiabudu, kuisujudia sanamu na hivyo yule mnyama wa kwanza. Na hivyo kwa mazingira hayo ni ibada ambazo zinakaa kinyume na ibada ya Muumba. Sasa mwenyekiti, ni muhimu tuseme ibara ya 100 kwenye ukurasa 151 ibara ya mwisho pale. Ibada haimaanishi kusujudu na kufukiza uvumba, ingawa inaweza kumaanisha hilo pia. Tunaabudu chochote kinachoshikilia utii wetu wa mwisho, yani utii wetu wa juu zaidi. Unapokumbuka Mungu ni nani, muumbaji wetu, na baada ya kile alichotufanyia katika Yesu, yani yeye ni mkombozi wetu pia, basi bila shaka yeye pekee ndiye aliyepaswa na anayepaswa kuabudiwa. Kitu kingine chochote kinachofanywa badala ya hicho ni ibada ya sanamu. Na hivyo yumkini hili linasaidia kuelewa maneno magumu ya Yesu hapa. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Matukio ya mwisho yanatuashiria kukumbuka, lazima tujue tunamwabudu Muumba. Kinyume cha hivyo tunamuasi, tunamwabudu joka. Nina kushukuru sana mchungaji Tuvako. Tukitoka hapo kwenye hoja ya ibada, mchungaji Didasi, kulingana na historia ya kanisa la Kikristo la awali, tunadokezewa nini hasa katika mateso yaliyoikumba kanisa
wakati ule lilikumbwa na mateso gani kanisa? Karibu sana mchungaji Didas. Asante sana ndugu mwenyekiti. Pastor Tuvako kama anaweka nukta kwenye matukio tunayojifunza katika Agano la Kale. Sasa tunaingia katika Agano Jipya ambapo pia tunapata watangulizi ambao wanatupatia matukio ya wakati wa mwisho. Kanisa la Kikristo, kanisa la awali, kanisa la mitume hawakuwa na maisha rahisi sana. Walikumbana na changamoto nyingi za mateso kutoka kwa wale waliodai kwamba wana dini pia, ambao hawa walijikita sana katika Torati ya Musa. Waliona hawa Wakristo ni kama tishio kwa imani ya Musa, wakisahau kwamba mambo mengi yaliyokuwa yameandikwa katika Torati ya Musa yalipata utimilifu wake kwa Kristo Yesu. Ndiyo. Alipokuja mambo mengi yaliyokuwa ya Torati ya Musa yalitimia. Lakini waliyashika mafundisho haya kiasi kwamba mtu yeyote aliyefundisha kinyume na hayo walimuona kama muasi na tishio kwa ustawi wao wa kidini. Kwa hiyo watu wa Mungu hawa walipata mateso kutoka kwa wale waliodai ni wa kidini wenzao, lakini pia walikumbana na ghadhabu ya mfalme wa Rumi ya kipagani. Nikisoma katika ukurasa wa 152 kwenye lesoni yetu kubwa, ukurasa wa 152, kuna nukuu kutoka kwa mjumbe wa Mungu kwenye kitabu cha Pambano Kuu. Aya ya kwanza kabisa kwenye ukurasa huu wa 152, anasema nguvu za dunia na za kuzimu zilijipanga dhidi ya Kristo kwa kupinga kazi ya wafuasi wake. Upagani ulibaini mapema kuwa ikiwa injili ingefanikiwa, mahekalu yao na madhabahu zao zingefutiliwa mbali. Kwa hiyo ulikusanya majeshi yake yote kuharibu Ukristo. Mioto ya mateso iliwashwa. Kwa hiyo ndio hali ambayo mjumbe wa Mungu anaandika katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 29. Na kuna visa vingi, lakini kuna kisa kimoja kinachotokeza kwa kuvutia sana katika sura ya 12 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Huyu mfalme anayeitwa Herode Agripa wa kwanza, mfalme huyu wa Kirumi, alikuwa amemuua mtume wa kwanza anayeitwa Yakobo nduguye Yohana. Alimkata kichwa. Na kwa kutaka kuimarisha zaidi utawala wake na kuwafurahisha viongozi wa Kiyahudi na watu, alimkamata Petro pia na kumtia gerezani. Ili baada ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu naye aweze kumwangamiza. Lakini usiku wa kuamkia siku iliyokuwa Petro auawe, kama matokeo ya kanisa lenye umoja linaloomba, muujiza unatokea. Kanisa linapokuwa pamoja wakiwa na nia moja katika kuomba, Mungu anasikia. Na Petro ananishangaza sana. Ukimtazama Petro wa nyuma kabla ya Pentekoste na huyu Petro wa sasa kama watu wawili tofauti. Ni watu wawili tofauti. Amelala usingizi mtulivu. Petro aliye na ile niliyoita spiritual boldness, ule ujasiri wa kiroho. Ujasiri ambao hauji tu hivi kutoka ndani yetu, ni ujasiri unaotokana na Roho wa Mungu ndani yetu. Petro yule wa nyuma kule ni mwenye harara hivi, upanga mkononi. Wakati mwingine pia unamuona ni muoga. Mara anakiri kwamba Yesu ni Masihi mwana wa Mungu, mara anakana hamjui. Wakati fulani anasema wengine wote wajapokimbia wakidai mimi sitakuacha hata kufa. Anakimbizwa na kijakazi tu kumwambia na wewe ulikuwa na huyu. Akasema mimi simjui, anakimbia. Mjakazi tu ambaye hana hata hata kajiwe alikombebea. Ana mikono mitupu na Petro anakimbia. Lakini ni Petro ambaye baada hata tu ya kufufuka kwa Yesu, yeye bado anawaongoza mitume wengine kwamba wanarudi kuvua na walitolewa huko. Lakini huyu Petro ambaye usiku kesho ninauawa. Yaani usiku huo labda unaweza ukakesha ili Mungu afanye usiku uwe mrefu zaidi.
lakini amelala kwa utulivu kiasi kwamba malaika anakuja anampiga ubavu. Petro, amka. Anamwambia, ondoka upesi, jifunge, vaa viatu vyako, jivike nguo yako, unifuate. Mwanga mkali katika kile chumba, minyororo yake inaachia. Petro mwenyewe anaona Biblia inasema kana kwamba alikuwa anaona maono kwamba lile tukio alikuwa tukio halisi. Lakini malaika anamuongoza kupita kwenye hiyo milango ya gereza na anampeleka mpaka kufika kwenye lango la kuingia mjini. Lango lile linafunguka mbele yao, na wanapotoka kama wanaambatana na yule malaika anaondoka, ndipo macho yake yanafunguka, anaona ili ni jambo halisi. Anaenda nyumbani kwao. Huyu mtu anayeitwa Yohana Marko, mwandishi wa kitabu cha Injili ya Marko. Mama yake anaitwa Mariamu. Anaenda pale nyumbani kwao. Waumini walikuwa wamekusanyika pale wakiwa wanaomba. Anapogonga mlango, yule kijakazi anaitwa Roda anakuja kusikiliza ni nani. Anasikia sauti ya Petro. Anakimbia, anarudi. Anawaambia wale wa Kristo waumini hawa waombaji kwamba jamani, ni Petro yuko langoni. Walichomjibu yule binti ni kwamba wewe una wazimu kweli. Lakini hao watu walikuwa wanaomba Mungu afanye muujiza, Petro aweze kuokoka kwenye mikono ya Herode Agripa. Na kweli Mungu kafanya hivyo. Watu waliokuwa wanaomba wanashangaa tena, hata wanaenda mbele zaidi, wanasema huyo ni malaika wake. Lakini yule binti anasisitiza kwamba jamani, ndivyo ilivyo, huyo ni Petro. Petro alivyozidi kugonga, ndipo wanakwenda kufungua geti, wanakuta ni Petro. Inatupa picha kwamba kuna wakati tunaomba kwa moyo wa dhati kabisa na Mungu anajibu maombi yetu. Alafu tunashindwa kuamini. Au wakati mwingine tunatamani Mungu aweze kujibu maombi yetu kwa njia zetu. Wakati mwingine amekujibu kabisa maombi yako, lakini tumempangia majibu. Tunatamani angejibu kwa namna hii. Lakini Petro anawasimulia kisa chote cha wokovu wa Mungu, Mungu alivyomuokoa, na kwa kweli wanafurahi na kumtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Hiki kisa kinatupatia picha ya kile tutakachokutana nacho wakati wa mwisho. Wakati huu wa Petro kuna waumini wengine waliouawa, waliangamizwa, lakini kuna wengine waliosalimika. Hata Petro mwenyewe pamoja na kupona, baadaye alikuja kuifia imani yake. Sina muda wa kuelezea hata visa vya mitume wenzake walivyokufa, lakini wote walifia imani kwa uaminifu kwa Mungu, walikufa, lakini wengine walikufa vifo vya kawaida. Hata Yohana mtume wa mwisho kufa, alipitia nyakati fulani za mateso, lakini alikuja kufa baada ya Patmo kwa kifo cha kawaida. Watu wa Mungu wa wakati wa mwisho hali itakuwa vile vile. Lakini hata hivyo tunatiwa tumaini kwamba tusiogope. Hatujapewa moyo wa uoga katika kukabili matukio haya. Tuwe na moyo wa nguvu na ujasiri na upendo tunapokabili matukio haya yote. Mwisho kuna ukombozi ulioahidiwa wa wote. Tuwe na mtazamo wa ule mpana ambao tumejifunza majuma yaliyopita katika kuangalia ukombozi ulio bora, suluhisho la matatizo yote, suluhisho bora kabisa la wokovu wa mwisho wa watu wa Mungu watakaokombolewa na kupata nafasi ya ufalme wa mbinguni. Na ninashukuru sana mchungaji Didas, nimefurahi pale walipokuwa wanasema huyo sio Petro, ni malaika wake. Tunasonga mbele, mchungaji Tuvako. Na kuna kisa kile ambapo Bwana Yesu anafanya tukio la uponyaji siku ya Sabato. Na watu hapa wanaonekana kumbadilikia kabisa Bwana Yesu baada ya ile tukio la uponyaji. Sasa hii inadhihirisha nini juu ya kile kinachotarajiwa kutokea katika wakati wa mwisho, kuingilisha kile kisa cha Bwana Yesu, hata shinikizo la alama ya mnyama? Karibu sana mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Ndio. Ninashangazwa na jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kupinduka, kubadilisha mtazamo. Na nikianzia kwa msingi kabisa wa Mungu alivyoweka utaratibu wake tangu uumbaji. Ndio. Anapomaliza kuumba mwanadamu, baada ya kuumba vitu vingine vyote, aliumba Sabato. Aliweka Sabato. Ndio. Iadhimishwe pale, kiungo au sehemu katika wakati ambapo anaunganika na viumbe wake. Ndio. Viumbe wake wote.
Halafu unaenda haraka unafikiri hawa watu ambao wanaishi wakisoma Torati wangepaswa kuelewa kwamba huyo aliyeumba alikusudia kwamba viumbe wake waishi vizuri. Ndio. Kama wana matatizo wapone. Kama wako shidani waokolewe. Sichukui muda hapa mwenyekiti kwenda ndani sana katika vile visheria vidogo vidogo vya Wayahudi. Lakini mojawapo inatufurahisha, sio inatufurahisha lakini inachekesha. Walikuwa radhi kuokoa ng'ombe Lakini mtu aliyetumbukia shimoni au mkondoo, lakini mwanadamu dhambi. Umeponya mwanadamu, umekosea, unafaa upigwe mawe. Sasa unashindwa kuelewa dhana ya kumwokoa ng'ombe kutoka shimoni na kumwacha mwanadamu katika ugonjwa ina mantiki gani? Ndipo uelewe kinachozungumziwa katika somo letu la juma hili. Ndio. Ya kwamba Ibilisi amechochea mwanadamu wakati wa Kristo Yesu mwenyewe hata kufikia hatua ambapo yeye aliyeumba anapoponya wanaopaswa washangilie wanachukia, wanakasirika. Nisome kidogo mwenyekiti kwa ajili ya muktadha wa jibu hili. Kwenye kitabu cha Mathayo 12. Mathayo 12 tutasoma aya chache maana kuna aya nyingi tu, lakini hiyo itatutosha katika muktadha huu. Mathayo sura ya 12 nianzie aya ya 9. Inayosema hivi: akaondoka huko akaingia katika sinagogi lao, na tazama yumo mtu mwenye mkono umepooza. Ndio. Wakamuuliza wakisema, ni halali kuponya watu siku ya Sabato? Hapa anasema wapate kumshtaki. Lengo ni mtego. Akawaambia, ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato, asiyemshika akamwopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Ndio. Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyoosha, akapona, akawa mzima kama wa pili. Yaani mikono yote ikawa sawa. Lakini wale Mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Ipo miujiza isiyopungua 7 ambayo inataja jinsi ambavyo, pamoja na huu, jinsi ambavyo Bwana Yesu alifanya muujiza wa kuponya siku ya Sabato. Lakini kwa nini ninaitaja kwa muktadha wa kujibu swali hili? Ni kwa sababu kama ambavyo mwanadamu anaonekana kubadilika, ndivyo mifumo ya kibinadamu inavyobadilika. Ndio. Pale ambapo mamlaka ile ambayo tumesoma hapa awali hapo nyuma kidogo, Ufunuo 13, ambayo inaonekana pia kwenye Ufunuo 14. Mamlaka ya mnyama inapoweka kilicho kinyume na kile ambacho Mungu aliweka kiadhimishwe. Ndio. Mungu alipoumba aliweka Sabato ya siku ya 7. Naam. Yule anayekuja na kusema hapana, sio siku ya 7, ni siku ya kwanza, je, hiyo sio kinyume kabisa? Badala ya siku ile ya mwisho ya juma inawekwa siku ile ya kwanza ya juma. Ndio. Hicho kinatuambia nini? Ni kwamba ipo mamlaka ambayo inaposukumwa kinyume na muumba inaweka kile ambacho sicho muumba alichokiweka. Na kwa lugha hiyo napenda mwongozo wetu unavyosema kwa maneno machache katika ukurasa wa 153. Pia ni sio kwa nasibu, yani si bahati. Kwamba mamlaka ya mnyama ni mamlaka ile ile inayodai kuwa ilibadilisha amri ya Sabato kutoka siku ya kibiblia hadi Jumapili, yani siku ya kwanza, ambayo haina idhini katika Biblia. Na kwa usuli huu akilini, wazo la Sabato na Jumapili kuhusika katika suala la ibada tena ama muumbaji au mnyama linaleta maana nzuri, kwamba Agano Jipya linatupatia kitangulizi cha suala la Sabato ya siku ya 7 dhidi ya sheria ya wanadamu. Sasa nimalizie mwenyekiti kwa kusema hili. Ndio.
walikuwa radhi mtu afe kwa kuiadhimisha Sabato. Na vivyo hivyo wanadamu hawa watakuwa radhi kwa mfumo ule ambao tumesoma kwenye Ufunuo 13 kuweka alama ya mnyama, yani adhimisho la siku ya kwanza ya juma. Watakuwa radhi kuua watakao kataa agizo la kuadhimisha siku ya kwanza ya nini? Ya juma. Mwenyekiti, hili linatuambia pia ya kwamba ibada ya kibinadamu inaishia mautini. Tutaliona hili pia, lakini tumeliona kwa namna nyingine. Ninapomalizia hili ni muhimu kuliweka bayana hivi. Utakapokubali kuabudu kulingana na agizo la mnyama, wewe unapona tu kwa muda mfupi, lakini mwisho utaangamia milele. Unapokataa kuabudu kulingana na mnyama, unatishiwa kuuawa mara ile. Na hivyo kunakuwa na agizo ambalo haliponyi kufa. Lakini habari njema ni hii. Mungu anapotuita kujisalimisha kwa alama yake, tunapoenda na ishara kati yake na watu wake, yani Sabato ya kweli, ujapotishiwa mwenyekiti kufa leo, ndio una uzima wa milele. Amen. Sasa angalia hiyo, huyu hana uzima wowote. Ukubali usikubali, kufa ni hakika. Lakini yeye anayekuambia ukinifuata una uzima wa milele, unayo thawabu ya hakika. Amen. Na sio wote ambao watakufa kwa sababu ya kuishika amri ya Bwana. Hilo lazima tukumbuke pia. Lakini wapo ambao itabidi wafe. Dhihirisho hili linatufundisha ya kwamba ibada ya Mungu, ibada ya kweli, inatuongoza kukumbuka ya kwamba Bwana amekusudia kuokoa watu wake. Hivyo wale wanaojisalimisha kwake wanao tumaini la uzima wa milele. Asante sana Mchungaji Tuvako, lakini pia kutupatia matumaini hayo. Mchungaji Didas, kuna jambo gani ambalo unahisi waovu wanaweza wakawa hawalijui kabisa kuhusiana na uwepo wa wenye haki, hata kama ni wachache mahali wanapoishi, ni wachache tu wenye haki? Karibu sana Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Somo letu ni la kuvutia sana. Ndio. Na nipende tu kusema kwamba katika somo la juma hili tunafundishwa kwamba hatuko peke yetu katika safari ya imani. Ndio. Mazingira yetu, matukio yanayotuzunguka, hasa tunaposimama katika nyakati hizi za mwisho, kuna waliotangulia. Na tunaona namna Mungu alivyowaokoa. Ndio. Au hata kama hawakuokoka kwenye upanga na kwenye makanwa ya simba na kwenye mioto, lakini walikuwa na ahadi bora ile ya ukombozi wa mwisho. Kwa hiyo tunasimama kwa ujasiri kwa sababu angalau tunapata muonjo wa kile Mungu alichoandaa kwa watu wake, ule umilele ambao ameahidi kwa watu wake. Kwa hiyo tusimame kwa ujasiri kwamba Mungu hatatuacha, kwa sababu hivi visa viwili tulivyojifunza tunaona namna ambavyo malaika wa Mungu wanatajwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 lile fungu la 28, Nebukadneza ananena, anasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini. Malaika, viumbe hawa daima wapo. Mungu anawatuma kuwahudumia watakatifu wake na kuwaokoa katika nyakati za majaribu. Kisa cha Petro, malaika anashuka kwa nguvu nyingi pale gerezani, anampiga, anamwamsha, anamuongoza kumtoa kwenye gereza. Na kitu ambacho kulingana na swali ulilouliza mwishoni hapo, tunajifunza kitu kimoja. Nilikuwa napata picha ya Sodoma na Gomora. Yule alikuwa ni Mungu mwenyewe anayezungumza na Ibrahim. Wametoka kwa Ibrahim. Malaika wale wawili wametangulia kwenda Sodoma na Gomora, lakini Ibrahim anaojiana na huyu bwana huyu hakuwa ni malaika wa kawaida. Maana walikuwa watatu. Wawili wale walikuwa malaika wa kawaida. Lakini huyu ambaye Ibrahim hata anamuita bwana wangu, anaoji aangalie ikiwa Sodoma ingeweza kupona. Walishuka mpaka idadi ya chini kabisa. Na Mungu anaahidi kama kungekuwa na wacha Mungu wale waaminifu kabisa hata 10 tu, basi mji wa Sodoma
ungeweza kupona. Kitu ambacho waovu hawajui ni kwamba wanapokuwepo wenye haki wachache, kama kuna wenye haki wachache tu, yawezekana usalama wao unatokana na uwepo wao wenye haki wachache waliopo hapo. Na mjumbe wa Mungu Mama White anasema katika kitabu kile cha Pambano Kuu ukurasa wa 520, anasema maneno haya. Nataka nisome ukurasa wa 154 kwenye lesoni yetu kwa haraka. Anasema katika zama zote Mungu ametenda kazi kwa njia ya malaika kuwasaidia na kuokoa watu wake. Hawa viumbe wa mbinguni wameshiriki katika masuala ya wanadamu. Wametokea katika mavazi yao yanayong'aa kama umeme wa radi. Wamekuja kama watu waliovaa mavazi ya watu maskini. Malaika wametokea katika umbo la watu wa Mungu. Wamepumzika kama watu waliochoka mwaloni. Wamepokea ukarimu wa nyumba za wanadamu. Wamefanya kazi ya waongozaji kwa wasafiri waliochelewa kufika nyumbani. Kwa mikono yao wamewasha mioto kwenye madhabahu. Wamefungua milango ya magereza na kuwaachilia watumishi wa Bwana. Wakiwa wamevikwa mavazi ya mbinguni, walikuja kuliondoa jiwe kwenye mlango wa kaburi la Yesu. Lakini anasema tena wakiwa katika umbo la wanadamu, malaika daima wako katika mikutano ya wenye haki, na wanatembelea mikutano ya waovu kama walivyokwenda Sodoma, kuandika kumbukumbu za matendo yao, kuamua ikiwa wamevuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Bwana anapenda rehema, na kwa sababu ya watu wachache wanamtumikia kwa moyo wa dhati, anazuia majanga na anaendeleza utangamano miongoni mwa makundi ya watu. Kidogo sana wenye dhambi dhidi ya Mungu utambua kuwa wanawiwa kwa ajili ya maisha yao na waaminifu wachache ambao wanapenda kuwadhihaki na kuwatesa. Hivyo ndivyo tunavyoona jinsi ambavyo wenye haki wanaweza wasijue, lakini Mungu ameshikilia kwa sababu kuna wacha Mungu wake katika ulimwengu huu. Kwa hiyo wanasalimika hata ili wapate rehema angalau ya kuweza kupata wokovu. Naam. Ni kushukuru sana Mchungaji Didas, lakini pia nikushukuru Mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Lakini nawe pia mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi, kupatana nasi bega kwa bega katika somo hili la 12. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe Mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, tunakushukuru. Asante kwa somo hili ambalo limetuonesha vitangulizi vinavyotuonesha mambo yatakavyokuwa hata kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Asante kwa rehema zako na neema yako. Amen. Hivyo tunakuomba fundisho hili litusaidie kuchagua kuwa katika upande wako wewe uliye Mwokozi wetu. Amen. Kusimama imara katika imani ya kweli. Hivyo mjalie mtazamaji na msikilizaji katika hilo hadi ujapo, tunaomba na kushukuru katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen.